Muungano wa Tanzania. Bado kule nyuma hatujawasikia vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Mwanza oye! Vijana oye! Wakina mama mpo? Wakina baba mpo? Nimefurahi pia kuona na makundi maalumu wapo na wenyewe wanatufuatilia. Asanteni sana. Lakini pia nianze kutumia fursa hii kutambua uwepo wa nyinyi wote ambao mmealikwa katika hadhara hii na katika ghafla hii. Nitambue pia uwepo wa mkuu wetu wa wilaya ya Ilemela, Mheshimiwa Hassan Masala, ndugu Omar Kimweri Kibanga ambaye ni mkurugenzi wa Samia Generation au Generation Samia, ndugu Dennis Simba, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Huyu jamaa kumpata ni aghalabu sana, lakini leo yuko Mwanza. Karibu sana Mwanza. Lakini nitambue pia vijana wale wote wanaotokea kwenye taasisi hii ya Generation Samia wakiongozwa na katibu mkuu, msemaji na wengine wote, vikundi vya wajasiriamali ambao leo mmekuja kusikiliza kongamano hili, lakini pia vijana wa bajaji, wa bodaboda, wanafunzi, wafanyabiashara wa jinsia zote na makundi yote. Nitambue uwepo wa wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi kuweza kukusanyika katika ukumbi huu maarufu, ukumbi wa kuwatunza. Ninawakaribisheni sana. Lakini pia ninamshukuru sana mkurugenzi na taasisi ya Generation Samia kwa kuandaa tukio hili adhimu, tukio hili makhsusi la kuwakusanya wananchi wa mkoa wa Mwanza wa makundi mbalimbali kwa ajili ya kutuleta pamoja na kuja kupata elimu kuhusiana na mfumo wa manunuzi. Na nimefurahi kwamba kongamano hili sio kongamano lenye mambo mengi na maneno mengi. Ukiangalia ratiba hapa ni kongamano makhsusi kwa ajili ya kupewa elimu, hususan kwa wale ambao wanakusudia kufanya biashara na serikali, ili waweze kujua utaratibu gani serikali unautumia, haki zenu ziko wapi, kwa kuwa baadhi ya watu ni waoga, wanaamini kufanya biashara na serikali ni lazima uwe mfanyabiashara mkubwa sana, lazima uwe mtu maarufu sana. Lakini leo mkoa wa Mwanza tukasema kwa kushirikiana na Generation Samia tuwakusanye hapa tuje kuwaambia kwamba mambo hayo yanawezekana. Sio lazima uwe na kampuni kubwa, sio lazima uwe na mtaji wa mabilioni ya fedha, lakini sio lazima uwe mtu maarufu. Hata mtu mmoja mmoja anaweza kufanya biashara na serikali kupitia mfumo wa manunuzi. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yametufanya tuwe hapa. Kwa hiyo hatutakuwa na maneno mengi zaidi ya mada hiyo, ili muielewe kwa kina, muulize maswali, mkiondoka hapa muwe mmepata faida kubwa. Mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Watu wengi wanapoitwa kwenye mambo yenye manufaa ya namna hii wanakuwa ni wavivu kujitokeza. Lakini wangeitwa huko kwenye mambo mengine huko, ukiambiwa labda mdogo wangu Zuchu anapiga, wangeenda kukesha huko. Lakini baada ya kupata burudani na furaha, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni kupiga miayo. Lakini hapa mmekuja, hapa hakuna burudani nyingi, hapa kuna elimu nyingi. Kwa hiyo mimi ninawapongezeni kwa kuacha muda wenu na kuja hapa
hamjapoteza, bali muda wenu ni wa thamani, kwa sababu elimu hii huwezi kuipata mahala popote pale. Kwa hiyo hongereni sana kwa kuja, asanteni pia kwa kuja. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kutenga muda wake na rasilimali zake na kutenga wataalamu wake na kuweza kuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu hii. Kama nilivyosema, ni nadra sana. Hawa jamaa wana kazi nyingi na majukumu na wanahudumia Watanzania milioni 60. Lakini tulipowaomba waje, walikubali kuja na kushirikiana na sisi ili kuweza kusambaza elimu hii. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu na timu yako, ninawashukuruni sana, asanteni sana. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa wakati mwingine watu huwa wananiuliza maswali. Kwa nini nyie hamwezi kuzungumza mambo yenu mkamaliza bila kumtaja Rais Samia Suluhu Hassan? Na mimi huwa na wajibu. Hata ukienda msikitini kwa sisi Waislamu, watu maarufu mle msikitini ni watu wawili tu: Mwenyezi Mungu ambaye anatukuzwa na Shetani ambaye analaniwa. Hakuna ibada itakamilika kama hayo mambo mawili hayajafanyika. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali hatuwezi kuzungumzia manunuzi ya umma, hatuwezi kuzungumzia sheria na nyie kufanya biashara na serikali bila kumtaja mwenye serikali yake ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Hata mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza, mimi ni mwakilishi wa Rais Samia. Sina serikali, mwenye serikali ni yeye. Yeye ndio anaenda kwa wananchi kuomba ridhaa. Kazi yangu mimi ni kumfanya yeye akubalike na wananchi wa Mwanza, wampe mitano tena na yeye aniangalie tena, kwa sababu naamini natosha kuwa mkuu wa mkoa tena. Kwani nyie mnavyoniona mimi siwezi? Sasa kama umma umesema, nani anabisha? Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru sana rais wetu. Lakini tatu, baada ya kutoa shukurani hizo na kuwashukuru viongozi na nyie wote, kwa nafasi hii pia ninawashukuru mamlaka PPRA tena kwa kuamua kuwezesha jukwaa hili la Generation Samia, lakini pia kuzungumzia sheria hii ya manunuzi ya umma ya mwaka 2023 pamoja na upatikanaji wake kupitia mfumo wa NeST. Mimi ninayefanya kazi serikalini nafahamu NeST maana yake nini. Kwa hiyo ziko changamoto za NeST ambazo mkurugenzi pia atazifafanua. Wakati fulani kule vijijini tunakwenda, watu wameomba tenda, halafu unaambiwa umeshindanishwa na watu wa Dar es Salaam na wewe uko Sengerema. Sasa wale watendaji wetu wale wa manunuzi, wakati mwingine ili pengine kuwapa taarifa ambao sio wananchi wa pale, wanaweza kumisbehave, lakini mfumo hauwezi kumisbehave. Kwa hiyo changamoto zile ambazo zinasemwa na watu ni vizuri leo mkazieleza vizuri, mkaeleza urahisi wa mfumo, mkaeleza mambo gani yanaweza kuwa ya kitaifa kwenye mfumo na mambo gani yanaweza kuwa limited katika scope ya wilaya, ya tarafa, kata, ili wajasiriamali walioko kwenye level hiyo na kile wanachokiomba basi wajue kwamba hawashindani kitaifa, bali wanaweza kushindanishwa wao kwa wao katika eneo lao. Lakini nitumie fursa hii pia, nilipoalikwa kushiriki kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili, niliona pia ni fursa ya kuwafikishia taarifa zaidi wananchi kuhusiana na tenda za serikali zilizoko katika mkoa wetu wa Mwanza. Kama ilivyoelekezwa hapo awali, 70% ya bajeti ya serikali inatumika katika manunuzi ya umma. Kwa hiyo serikali 70% baada ya kulipa mishahara, kinachofuata ni biashara kupitia manunuzi ya umma. Hapo ndipo PPRA, hapo ndipo ambapo tumewaita nyie
ili mjue kwamba fedha ya serikali unaweza kuipata, na sio lazima uwe kampuni kubwa, sio lazima pia uwe mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo hayo ndiyo yametuleta hapa. Kwa wale ambao haufahamu vizuri mkoa wa Mwanza una ukubwa wa square kilomita za mraba 1025, lakini 53% ya mkoa wa Mwanza ni maji ya Ziwa Victoria, na 47% ya mkoa wa Mwanza ni ardhi ambayo inatumika kwa ajili ya kilimo, ufugaji na mambo mengine ya kibinadamu. Nakumbuka nyinyi wote hapa mmekwenda shule, ukiwa kidato cha 5 na cha 6 unaulizwa, eleza kwa nini Tanzania ina fursa ya kutosha kibiashara ukilinganisha Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Sasa jibu linakuaga tu rahisi, unasema geographical advantage. Nini maana ya geographical advantage? Kwamba katika mkoa wa Mwanza, moja kati ya fursa yetu sisi ni uwepo wa kijiografia wa mkoa wetu. Jiografia ya mkoa wetu, kwanza kuwa ni senta ya mikoa ya kanda ya Ziwa, hiyo peke yake kibiashara na kiuchumi ni fursa. Uwepo wa Ziwa Victoria kwa 53%, hiyo peke yake ni fursa. Ziko nchi za Afrika Mashariki ambazo hawana bandari, na bandari ni kichocheo kikubwa cha uchumi na ni kichocheo kikubwa cha biashara. Lakini Mwanza tunazo bandari mbili. Iko bandari inaitwa North Harbour au North Port, na iko bandari inaitwa South Port. Yaani ni bandari ya kaskazini kwa lugha nyepesi na bandari ya kusini. Na serikali imeweka fedha shilingi bilioni 18 ilipoona bandari ya kusini inazidiwa, wakaamua kujenga bandari ya kaskazini kwa bilioni 18. Na hivi karibuni serikali inajenga meli ya bilioni 123 ili kurahisisha fursa za kibiashara kupitia Ziwa Victoria, kutoka hapa kwenda Kagera, kwenda Jinja, kwenda Kampala na maeneo mengine. Ndio maana meli ya MV Mwanza hapa kazi tu yenye thamani ya bilioni 123 imekwisha kukamilika. Wale wanaoenda Gozba, wale watakaoenda Kagera, wanaotaka kwenda Jinja, wanaotaka kwenda Kampala watatumia Ziwa Victoria na meli ya kisasa. Lakini juzi wamekuja makaburu pale, au raia wa Afrika Kusini, makaburu ni neno la kibaguzi, raia wa Afrika Kusini wakiniomba baada ya mwezi huu wa Ramadhani na Kwaresma niende kuzindua meli mpya kubwa ya kisasa ambayo itatoka hapa kuelekea Bukoba, kuelekea Jinja, kwenda hadi Kampala. Na meli hiyo hata ukitaka kwenda Kampala na gari yako unaiweka juu ya meli hiyo, unasafiri na gari yako, unakwenda unazunguka na biashara zako huko Kampala, kule Jinja. Ukisha maliza unaweka gari yako ndani ya meli, unarudi hapa Mwanza na kazi inaendelea. Kwa hiyo mkoa wa Mwanza kwa jiografia yake tunayo fursa namna hiyo kupitia ziwa letu Victoria. Mkoa wa Mwanza, ndugu zangu, wenye wilaya 7 lakini pia halmashauri 8 ikiwemo hii Ilemela ambapo leo tupo, una tarafa 24, kata 191 na vijiji 540, mitaa 346 na vitongoji 3446, na mkoa wetu una majimbo 9. Lakini mkoa wa Mwanza katika vijiji 544 tayari serikali imeweka umeme kwenye vijiji 540. Kwa hiyo vijiji vilivyobaki havizidi 4. Kwa hiyo umeme ni kichocheo kikubwa sana katika maendeleo ya uchumi. Na serikali itakapokamilisha mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, hakutakuwa na kukatika kwa umeme. Na sisi tukubaliane, hata wajasiriamali wadogo wadogo
Umeme ukikatika kutwa moja unaathiri kwa kiwango kikubwa shughuli za wajasiriamali, na siku hiyo itakuwa ni siku mbaya kwa mjasiriamali. Kwa hiyo nataka niwahakikishieni, serikali sasa inapeleka umeme kwenye ngazi ya vitongoji. Mwanza vijiji 540 tayari vina umeme. Vijiji 4 vilivyoko ndani ya ziwa tunapeleka umeme wa sola. Sasa tunaelekea kutekeleza sera ya umeme kwenye vitongoji. Fursa ya pili ya mkoa wa Mwanza ni idadi ya watu. Hakuna ukuaji wa uchumi kama idadi ya watu. Wachumi wote wanafahamu kwamba ukuaji na idadi kubwa ya watu ni kichocheo kikubwa kwa ajili ya maendeleo ya uchumi na biashara. Sasa mkoa wa Mwanza tuna idadi ya watu kwa mujibu wa sensa, watu 3,600,000. Na hii ni sensa ya mwaka 22. Leo hii tuko mwaka 20 maana yake tuko watu zaidi ya 3,600,000. Kwa hiyo kibiashara idadi ya watu inasaidia katika maendeleo ya uchumi na biashara. Hapa Mwanza mjini peke yake, kwa maana ya wilaya Nyamagana na Ilemela, wako wana Mwanza 1,000,000. Kwa hiyo wana Mwanza 1,000,000 ni soko kwa ajili ya bidhaa za ndani, bidhaa za nje. Kwa hiyo hata ukiuza una hakika wanunuzi wapo, kwa sababu watu wapo. Ziko nchi ambazo nchi yote ina watu 2,000,000. Sasa hawawezi kuwa soko zuri la bidhaa zao. Kwa hiyo Mwanza peke yake, na kwa hiyo hii ni fursa ya pili. Nilikuwa naeleza fursa ya kwanza ya uwepo wa Mwanza kijiografia. Hii fursa ya pili ya uwepo wa idadi kubwa ya watu hapa Mwanza. Nimeeleza fursa ya tatu ya uwepo wa nishati ya umeme hapa Mwanza. Lakini pia kwa sababu ya idadi kubwa ya watu, mkoa wa Mwanza umekuwa mkoa wa pili kwa kuchangia kwa wingi katika pato la taifa. Mkoa wetu unachangia kwa mwaka shilingi trilioni 13.6, sawa na 7.2% ya pato la taifa. Kwa hiyo ukiona uchumi wa Tanzania unakuwa, mikoa mitatu ya kwanza kuchangia kwa wingi pato la taifa la nchi yetu au GDP, mkoa wa pili ni mkoa wa Mwanza baada ya mkoa wa Dar es Salaam. New Garnier Vitamin C Night Serum. 10% vitamin C to help prevent dark mark reappearance. Kwa hiyo tunayo haki ya kujipongeza, lakini pia mkoa wa Mwanza ni mkoa wa kimkakati. Jambo jingine ambalo nilifikiri nizungumze na nyie ni kuhusiana mambo ya PPRA na manunuzi. Wataalamu wapo, wataeleza vizuri. Fursa ya tatu, serikali ya awamu ya 6 imeweka mazingira mazuri ya kuimarisha kipato cha wananchi kupitia mifuko ya maendeleo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo kwa sasa dirisha la mikopo lililofunguliwa Oktoba 24, fedha iliyotengwa, juzi nimekwenda bungeni kuwasilisha bajeti ya mkoa wa Mwanza, ambapo niliomba bunge iidhinishe shilingi bilioni 637 kwa ajili ya maendeleo, lakini pia kwa ajili ya kulipa mishahara watumishi wa umma. Na katika hiyo niliomba fedha shilingi bilioni 12.4 kwa ajili ya mikopo ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu kwa mwaka 24, mwaka 25. Na kamati ya bunge ilipitisha bajeti ya mkoa wa Mwanza. Tunasubiri bunge ijadili, ikishaidhinishwa. Kwa hiyo mkoa wa Mwanza kwa mwaka 24-25 shilingi za kitanzania kwa ajili ya wanawake 4% itakuwa ni shilingi bilioni 4.9. 4% ya vijana
ni shilingi bilioni 4.9, lakini 4% kwa ajili ya watu wenye ulemavu ni shilingi bilioni 2.4. Kwa hiyo na hizi huwezi kumpa ambaye siye mlemavu, lakini kuwa mlemavu haitoshi. Ili kupata fedha hizi, aidha kwa kikundi, na walemavu wanaruhusiwa kwa mmoja mmoja, ni lazima uwe na shughuli ya kufanya. Maana hizi sio fedha za sadaka hizi, mkurugenzi wa PPRA. Ni fedha ambazo ni revolving fund. Wewe upate, ufanyie kazi, tena hazina riba. Ukishafanyia kazi unarudisha kidogo kidogo, na wengine mwaka unaokuja waweze pia kuukuta mfuko huo na waweze kuufanyia kazi. Sasa watu wengi wanakaa vijiweni, wananungunika na kulalamika. Hawataki kwanza kupata hizi taarifa ambazo tunazitoa. Leo mngekaa nyumbani, msingekuja kwenye kongamano hili, msingeweza kupata taarifa sahihi za serikali. Na serikali hatuwezi kuchukua kile kispika cha Ahmed Ali cha kuuzia dawa ya kunguni, kutembea nacho mtaani tukiwa tunanadi kwamba sasa njooni, sasa njooni. Sisi serikali tunafanya kazi kama Alikamwe kwa kuita mikutano mikubwa kama hii na kutoa taarifa zetu kupitia mikutano mikubwa iliyoandaliwa vizuri kama mkutano huu wa Samia Generation. Hapo vipi? Hapo vipi? Mtakuja hamji? Mtakuja hamtakuja? Na sisi tuko tayari kuja, tukutane kwa Mkapa. Kwa hivyo ndugu zangu, ninachojaribu kusema hapa ni nini? Ninachojaribu kusema hapa ni kwamba mnapokuja kwenye maeneo ya namna hii, mtapata fursa ya kuelewa serikali inafanya nini. Lakini pia wako watu wamekaa kijiweni wanalalamika, serikali hii, serikali hii, serikali hii. Serikali haiwezi kukufuata kijiweni. Serikali imekuandalia platforms za namna hii. Inakutaka uje, uelewe. Ukishaelewa uanze kuwasumbua viongozi wako, wabunge, madiwani, wakurugenzi. Kijana na kina mama washinde kwenye mlango wa mkurugenzi, wamwambie bilioni 4.2 za mkoa huu. Je, Ilemela umetenga bilioni ngapi katika hizo 4? Je, utaratibu ukoje? Tuanze kuja lini? Unapata taarifa sahihi kwa mamlaka sahihi. Sasa ukiwa kijana halafu huchangamkii kupata taarifa sahihi, unakaa kijiweni, unaweza ukaweka bendera yako ya CCM pale miaka 2 ikachanika, na wewe pia hata suruali ikachanika, haupati mafanikio. Hata ukiweka bendera ya Chadema itakwisha, halafu uwezo hata kununua mpya hautakuwa nao. Utataka yule aliyekuletea mwaka jana ndio akuletee tena bendera. Sasa wito wangu vijana, vyama hivi vina kazi moja tu ya kushiriki uchaguzi, kushinda uchaguzi na kuunda dola. Havina kazi nyingine. Swala la kujiimarisha na kujikwamua kiuchumi haifanywi na chama cha siasa, inafanywa na serikali kupitia fursa hizi ambazo tunazinadi leo hii. Kwa hiyo hata kama utakuwa mfuasi wa CCM, utakuwa mfuasi wa Chadema, TLP, lakini haya tunayoyasema wewe ukayaweka kapuni, ukaziba masikio yako, ukajifanya usikii wala uoni, utaendelea kuvilaumu vyama. Utaendelea kuamini kwamba chama chako hakikupendi. Lakini ukweli ni kwamba hakuna chama kinachogawa fedha. Hakuna chama chenye fursa. Chama kazi yake ni kushiriki uchaguzi, kushika dola, kuunda serikali na kuielekeza serikali yake kwenye mipango ya maendeleo, ikiwemo hii ninayoizungumza hapa. Lakini pia ukikaa kijiweni, hutaki kupata maelekezo ya serikali kama haya,
Anapita mbunge unamwambia unatuacha achaje? Unajua mimi niliwahi kuwa mbunge. Nafikiri sikuchaguliwa tena kwa sababu nilikuwa napenda kusema ukweli. Watu wengi hawaupendi ukweli. Ukweli hauna mvuto, ukweli unauma, na ukweli haupendwi na watu. Na ukiwa kiongozi msema ukweli, watu hawatakuelewa. Watu wanapenda kudanganywa na kuelezwa maneno mazuri yenye matumaini, lakini tunajua kwa hakika kwamba matumaini hayo anayopewa huyo mtu sio ya ukweli. Sasa nilipokuwa mbunge napita kijiweni, ninanadi sera kama hizi, lakini wale vijana wananiuliza, Mheshimiwa mbunge, umeeleza vizuri, tumekusikia, lakini unatuacha achaje? Sijala leo. Sasa na mimi nilikuwa nawaambia nitakuacha kama nilivyokukuta, maana sina ugomvi na wewe. Jirani yake Maria alichelewa interview na hakuwa na pesa ya kutosha. Sasa ukisema hivyo hupati kura za wananchi. Wao wanataka kuwaacha uwape shilingi 10,000. Lakini unajiuliza swali, je, leo ninakupa 10,000, njaa itapungua? Je, njaa itaisha? Kesho mbunge anatembea jimboni kila baada ya miezi 6. Je, baada ya miezi 6 kama mbunge hatopita, wewe utaishije? Lakini wewe nimekuwezesha, umepata chakula cha mchana. Wewe ni kijana mwenye familia, una mke na watoto. Je, watoto wako watalishwa na nani? Lazima tuamke. Tuache yale mambo ya kukaa vijiweni. Tunacheza pool table asubuhi hadi usiku. Tunakunywa zile vipombe vile vya 500. Unalewa unasema napoteza mawazo. Mawazo yanapoteaje kwa kunywa pombe? Lakini pombe ikishaisha, je, unakuwa uko Ulaya au uko pale pale kijiweni? Bangi ikishaisha, je, unakuwa uko Ulaya au bado unabaki kijiweni? Kwa hiyo ndio maana leo tumewaita vijana. Ni lazima tutafute fursa. Mwenye jukumu la awali la kupambana na umaskini wa mtu yeyote, hata ilani ya uchaguzi ya CCM inasema, wala sio serikali. Jukumu la awali ni la wewe na nafsi yako. Halafu baada ya hapo serikali inaweka miundombinu ya kukusaidia wewe kupambana na umaskini. Jana nilikuwa naangalia taarifa ya mkuu wa mkoa wa Kagera. Anasema alipoona vijana wa Kagera wanataka kulima, walimwambia mama, sisi tunataka tuingie kwenye kilimo kupitia BBT, lakini hatuna mashamba. Mkuu akatafuta ardhi. Mama, sasa unajua hili shamba lijalimwa siku nyingi. Mkuu akatafuta guldoza likaenda kutoa visiki vyote. Unajua mama, sasa sisi, mama akaenda kuomba matrekta 4 Wizara ya Elimu, na serikali kwa sababu inatoa miundombinu ikampa matrekta 5. Haya, peleka huko Misenyi, peleka huko Kagera. Mashamba yakalimwa. Wakasema, unajua mama, kupanda kahawa lazima tuchimbe mashimo, sisi hatuwezi. Wakasema, wafungwa njooni wachimbieni mashimo. Sasa mimea imeshapandwa. Sasa wakati wa palizi, wanasema mama, sisi kupalilia hatuwezi, tupe pesa ya kupalilia. Sasa mama, mkuu wa mkoa anasema wamekwenda kwa afisa vijana, wakachukua fedha ambayo ingepeleka miundombinu ya maji kwenye mashamba yao ili wawe na maji ya uhakika. Wakasema tugawie tukapalilie. Shilingi 450 kwa ekari moja. Vijana wamekula na hawajapalilia. Sasa mama anajiuliza, sasa nifanye nini hapa? Sasa nakuuliza, hapo analaumiwa Rais Samia Suluhu Hassan? Hapo analaumiwa Fatuma Mwasa? Na ndio maana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakuita, atakuuliza, kwa nini ulivuta bangi? Utasema shetani alinishawishi. Mungu anakuambia, huyo shetani ulikutana naye wapi? Na shetani akija anasema, wewe bwana, mimi na wewe tulikutana wapi? Nilikushawishi wapi
uende ukavute bangi, ufanye mambo ya ajabu. Kwa hiyo usinilaumu mimi, ilaumu nafsi yako. Kwa hiyo wakati mwingine tusipopata mafanikio si kwa sababu ya serikali, kwa sababu nafsi zetu, je, zipo tayari kwa mabadiliko? Na hata haya ninayoongea watu wengi hawayaelewi. Humu inawezekana naongea peke yangu, kwa sababu vijana hapa tayari kwenye simu zao wana mikeka kwa ajili ya kubeti. Leo hii nyinyi wote mnajua ratiba ya Pamba inacheza na Mashujaa na odds ngapi. Mimi sijui hata odds ni kitu gani. Mmeshaweka tayari mikeka yenu. Kwa nini? Kwa sababu vijana wetu ndio wanapenda mambo rahisi, mambo ambayo sio endelevu, ni mambo ya muda mfupi. Narudia tena, kiongozi akiwa mkweli hana mvuto na hapendwi, kwa sababu ukweli unauma na ukweli hauna mvuto. Lakini leo hii hapa tukifunua vichwa vya vijana wetu, wengi hapa wanatamani wakagombee ubunge. Kama wangekuwa na mtaji hawa wote leo wangekuwa majimboni. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini pengine ukishakuwa mbunge ndio maisha yamekuwa mazuri. Lakini bunge lina wabunge 450. Watanzania tuko milioni 90. Haiwezekani sisi sote tukawa wabunge. Lakini katika Watanzania milioni 90, na wauliza maswali, hamjaona Watanzania ambao sio wabunge lakini wana nyumba za gorofa? Sio wabunge lakini wana magari ya kifahari? Hamjawahi kuwaona? Hata mwenye ukumbi huu anaitwa Salumu, ni kijana mmoja tunafanya naye pale mazoezi, sio mbunge, sio diwani, lakini ana maisha mazuri. Kwa hiyo tuondoke kwenye mentality kwamba siasa ndio itakayobadili maisha yetu. Hakuna sehemu yote duniani siasa itabadili maisha ya wananchi. Sera za uchumi ndizo zitakazoweza kubadili maisha ya wananchi. Na sera hizo za uchumi ni lazima zisimamiwe na viongozi thabiti, wenye nia, wenye moyo, wenye ari, ambao wako tayari kuwaondoa wananchi kutoka hatua moja ya maisha kwenda hatua nyingine. Mkurugenzi wa PPRA, mimi toka niwe mkuu wa mkoa sijawahi kuzungumza maneno kama haya jukwaa lolote. Lakini leo nimeamua niseme. Kwa hiyo utaniwia radhi, natumia muda mwingi kwa sababu nimeona ratiba ni mada moja tu. Na mimi na hawa nawataka waelewe. Na iko siku katika kundi hili kuna atakaye nipigia simu katika wote hawa 1000 hata wawili wakisema, mkuu, nilikuelewa na mimi leo nimefika hapa kwa sababu ya maneno yako. Sio lazima mtu mpe fedha. Nikiwa mkuu wa wilaya ya Nkasi mwaka 2016, nilienda kijiji kinaitwa Ntalamila. Nikaambiwa kwamba hapa kumetokea disaster ya upepo, kwa hiyo mashamba ya watu na nini vitu vimekwenda. Nilipoangalia mji wote ule hakuna mtu kapanda mti. Kwa hiyo hakuna protection ya upepo unapotokea. Kijana mmoja akasema, mkuu wa wilaya, mimi nina shamba ekari 5. Nikawauliza, nyinyi wananchi kwa nini hampandi miti katika mashamba yenu, hata kwenye nyumba zenu? Kwa hiyo nikatoa elimu na nikasema niko tayari kumsapoti kijana yote, mwananchi yote ambaye yuko tayari kufanya mabadiliko kuanzia leo kwenda mbele. Kijana mmoja akanyoosha mkono akasema, nina shamba ekari 5. Nikamuuliza, una umri gani? Akasema, na miaka 25. Nikamuuliza, kuzunguka shamba lako ukipanda miti 300 ya mbao na katikati ukawa unapanda mahindi, kila mwaka utavuna mahindi, lakini miaka 10 ijayo ukiongeza na miaka 25 ulionayo utakuwa na miaka 35, utavuna miti 300 ya mbao, na kila mti mmoja unaweza kukupa shilingi milioni 2. Kwa hiyo utakuwa na milioni 60. Je, hujawa tajiri? Akasema, mkuu, ni kweli. Tatizo letu sisi tunapenda mambo ya leo,
yatokee kesho. Lakini kwenye kuishi pia, sisi sote hakuna anayetamani kufa. Tunatamani tuishi muda mrefu, uongo kweli? Lakini kwa nini hatutamani kufanya mipango ya muda mrefu? Nikawaambia TFS, mpeni miti 300, nitampa gari ya serikali, nitampa wataalamu wa serikali. Nikiwa nimehama kutoka Nkasi mwaka 2016, nikahamia wilaya ya Moshi, nikahamia Arusha, nikaenda Urambo Tabora kama mkuu wa wilaya. Kijana akanipigia simu, akanambia, mkuu, miti yangu 300 iko tayari kwa ajili ya kuvuna, na nimeamua nikupe fungu la 10 kama shukurani yangu. Lakini nilienda kijiji kimoja kinaitwa Mtemba kule Nkasi, nikahutubia mkutano kama huu. Katika ule mkutano huwa napenda sana kuwatania watu. Katika ule mkutano nikamwita kijana kama huyo hapa, nikamwambia njoo. Alipokuja nikaona amefuga ndevu nyingi sana. Nikamuuliza, una umri gani? Akasema miaka 28. Nikamuuliza, wewe ni Muislamu? Anasema sio Muislamu. Wewe ni nani? Akasema mimi ni Petro. Kwa nini umefuga ndevu? Mimi najua Waislamu na Mayahudi ndo anafuga ndevu nyingi. Akasema mke wangu ndo anapenda hii mustachi. Vijana oye! Mwanza oye! PPRA na wewe unafurahi. Kwa hiyo umejua kwa nini mimi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo nikamuuliza, umefuga ndevu hizi kwa muda gani? Akasema kwa miaka 10. Nikamwambia, je, unafanya shughuli gani za maisha? Hata sifanyi lolote mzee. Nikamwambia, kwa miaka 10 ungefuga kuku 10, leo ungekuwa uko wapi? Akasema ningekuwa mbali sana. Nikamwambia, sasa endelea kufuga ndevu ili mkeo wafurahi. Lakini ninavyojua mimi, wanawake wa sasa, kama pochi huna, huo nao ni mtihani, atakuacha na ndevu zako. Kwani beberu hana ndevu? Sasa nikasema, chukua hii pesa kanunue kuku 10. Nataka baada ya miezi 6 unipigie simu uniambie nini mafanikio yako. Baada ya miezi 6 nikiwa nimeshahama kwenda Moshi, akanipigia simu, unanikumbuka mimi? Nikamwambia, nakukumbuka vipi na sikuoni, tunaongea kwa simu. Hasa mimi ni yule kijana wa ndevu kule kijijini. Nikasema, nimekukumbuka, unasemaje? Anasema, unajua mimi nazalisha mayai 500 hadi 1000 kwa mwezi kwa sasa. Kwa hiyo ninauza mayai. Kwa hiyo mkuu, ninaomba nikutumie mayai. Nikamwambia, sasa mayai yakisafiri kutoka Sumbawanga hadi Moshi, si atakuwa yamepasuka? Kwa hiyo tafuta kituo chochote cha watoto yatima, nenda kawape sadaka. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ninachojaribu kusema, nikiwa mbunge, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya maendeleo ya jamii, na Spika Ana Makinda alikuwa anapenda kunituma sana maeneo mbalimbali, na wabunge walinichagua kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge. Nilipoondoka hapo nikaenda Afrika Kusini, nikawa mwenyekiti wa kamati ya bunge la Afrika, mambo ya conflict management na resolution. Sasa tukatembea nchi mbalimbali. What does a pool day in Dubai look like? Oh, it looks like this. Tumetembea sana nchi yote, dunia yote. Sasa nilikuwa sijui hata kilimo ni kitu gani. Unapanda ndege, unaenda Dubai, unaenda wapi, Amsterdam, wapi, United Nations, Uingereza.
Labour Party wananialika, njoo angalie election yetu. Tumekwenda Zimbabwe. Nakumbuka huyu mpinzani mkuu wa serikali ya Zimbabwe wakati huo, Morgan Tsvangirai, kaniita nikafanye marekebisho ya katiba ya chama chake cha MDC. Anaambia, wewe una uzoefu wa mambo ya CCM, njoo hapa. Namkumbuka rafiki yangu mmoja anaitwa Dr. Jean Pierre Minani wa chama cha Frodebu cha Burundi, kaniita, bana wewe njoo uje kuwa meneja wangu wa kampeni Burundi. Nikamwambia mimi nitaendaje Burundi? Sasa nimeondoka bungeni, nikateuliwa kuwa mkuu wa wilaya mwaka 2016. Wilaya niliyopewa 90% ni wakulima. Kwa hiyo ukienda kwenye mkutano ukieleza mambo ya Amerika na Ulaya hawakuelewi. Kwa hiyo ilibidi na mimi nigeuke mkulima, nishinde kwenye mashamba ya wananchi. Na namshukuru sana Rais Magufuli kwa kunipeleka kule. Niliweka adhima kwamba kumbe, nikakutana na mkulima mmoja anaitwa Salum Sumri. Alikuwa na mabasi 300 Sumri. Akayauza yote, akachukua fedha, akanunua ekari 500 katika wilaya yangu, akaanza kuwekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo nikawa naenda kujifunza. Mwishoni nikafurahia. Na mimi nikasema na mimi nitalima. Lakini nilikuwa sina idea ya kulima, sina mawazo, na wakati mwingi nilikuwa naona hawa wananchi mbona wanapoteza muda katika kilimo. Lakini kila nikienda kijijini nakutana na wakulima wa mfano. Sasa mwishoni nikasema nitarudi kwetu Lindi na mimi lazima nikalime. Dereva wangu huyo Yasini ni mkulima. Juzi ananiambia, mkuu, ninaenda Magu shambani kwangu. Anarudi na madumu ya alizeti. Namuuliza, unauza? Ndio. Mteja wa kwanza ni mimi, bosi wake. Kwani mimi sili mafuta? Kaniuzia, kapata hela. Na mimi namwambia sasa twende kijijini kwetu Lindi. Na yeye akifika naambia, unaona hii migorosho hii ekari 20 ni ya kwangu. Umeona hii minazi 2000 ni ya kwangu. Ananiambia, mkuu, unalima muda gani? Naambia nalima kwa Bluetooth. Sasa wakati mwingine tukiwahamasisha vijana kwamba una degree sawa, una masters sawa, lakini kama una ajira unaweza kujiajiri. Nimefurahi juzi nimeona mwandishi mmoja hapa wa Star TV ana masters, lakini ameanzisha mgahawa wake unaitwa sijui Makande kitu gani sijui. Na akawa anatoa wito, anasema ningefurahi kwenye restaurant hii ya mtu mwenye masters, mwenye passion ya kupika, Mheshimiwa Rais akija Mwanza aje kula makande yanayopikwa hapa. Nikasema rais ana mambo mengi, nitakwenda kula mimi kwa niaba yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweke kuwa na degree ni kitu kimoja. Degree ni certificates, ni karatasi. Lakini kilichobakia kichwani sasa maarifa. Kwa hiyo unaambiwa barabarani usitembee na degree. Barabarani watu wanatembea na maarifa. Ukitembea na degree, mimi nimesoma na vyeti na hiki, utapoteza muda. Tembea na maarifa, degree ache nyumbani. Ukitembea na maarifa, iko siku utanikumbuka. Na mwingine anasema na degree tena GPA 20, lakini anasema sijapata kazi mwaka wa 8, ninaendelea kwenye interview. Nimewafanyisha interview ya polisi pale, tunataka polisi 20, wamekuja watu 1000, na kuuliza kuna jeshi la polisi linaweza kuajiri watu 1000 wa mkoa mmoja wa Mwanza? Kwa hiyo ndio maana tunatengeneza platforms za fursa ili wale ambao hawajaajiriwa na serikali wajiajiri na serikali, tuweke miundombinu kwa ajili ya kuwawezesha na kuwasaidia. Sasa pale Sengerema tumeanzisha mgodi mkubwa sana, unaitwa mgodi wa Nyanzaga.
utatoa ajira, utatoa fursa kubwa. Ni kampuni ambayo serikali tuna 16%, lakini pia una thamani ya uwekezaji wa shilingi trilioni 1.1 kijiji cha Ngoma pale Sengerema. Kwa hiyo wale watu wanaotafuta fursa leo walishajua kwamba huko kuna mgodi huko, niende nikafanye nini. Sio lazima uajiriwe na mgodi, lakini mgodi ambao fedha trilioni 1 inaenda kukaa pale kijijini Ngoma, maana yake kutakuwa na kitu kinachoitwa effect of economic multiplier. Kutakuwa na activities around the village. Tumejipanga kwenda, tunaiangalia fursa. Wanaokuja wote wanasema, mkuu, mimi nipeleke nikaendeshe greda la pale. Mimi nitawapeleka wangapi pale? Haiwezekani. Lakini la mwisho nimalizie kwa kutoa ujumbe wangu kwa kusema hivi: vijana, kwanza tujitambue, lakini pili tubadilike, lakini tatu tuache mazoea. Kama umeamua kukaa na umaskini na ukasema umaskini huu Mungu kanijalia, kweli Mungu atakupa unachokiomba, Mungu hakunyimi. Lakini hakuna aliyeumbwa kuwa maskini. Mwenyezi Mungu pia anampa mtu kutokana na jitihada zake. Sasa mkurugenzi wa PPRA, unaomba mtoto lakini hutaki kuoa, utampata? Na wewe unaomba utajiri, umekaa msikitini, ukishamaliza unachukua ule uradi, ile tasbihi ndefu, unaanza kuhesabu moja moja, ya razaqu, Mungu niruzuku mimi, Mungu niruzuku. Na waulizeni, mchele utakuja msikitini? Umemaliza kuimba kwaya siku ya Sabato, hutaki kwenda kufanya kazi. Umemaliza kwaya siku ya Jumapili, unakesha kanisani toka asubuhi mpaka saa 2 usiku. Mungu anataka abudiwe, lakini Mungu huyo huyo anasema kwenye Biblia, kwa jasho la uso wako utakula. Lakini anasema nawaonya, nawaagiza katika jina lake Bwana Yesu Kristo, asiyefanya kazi na asile. Hello, welcome to the Live Machinery. Welcome to the most popular beverage machinery supplier in China. Recently, we have received many inquiries from our clients asking us how we should start a profiting business with only very limited investment, and on how to recognize the machines, and also on what is the best solution for starting our business. So today, here in our own factory, we will show you whatever you want to know. Let's go. Here is the most required or included water filling machine capacity 2,000 to 2,500 bottles per hour. If your sites work 10 hours per day, you will sell 20,000 bottles per day. Imagine how big profit it is. All stainless steel frame 304, very stable and heavy thick material. Inside we can check the details. 8 washing heads with flexible adjustable parts, easier for adjusting when changing the bottle volume in your production. 8 filling heads with level control valve, faster speed with increasing capacity 2,500 to 3,000 bottles per hour. 3 capping heads with advanced Italy design, more stable in running, and no broken caps while screwing. Ndio maana Waislamu tunaambiwa, mkimaliza sala zenu tawanyikeni kwenye ardhi mkatafute riziki. Hata ungekuwa shehe mkubwa na tasbihi ndefu, kama huchapi kazi, Mungu hakupi riziki. Lazima ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo vijana, tujitambue, tukatae umaskini, tubadilike na tuache mazoea. Lakini jambo la pili, kupambana na umaskini inaanza na wewe, halafu serikali ndio inafuata kwa kukupa miundombinu hii tulioisema hapa. Lakini cha tatu, ni lazima tuwe na ndoto, na ndoto zetu tuziishi kwenye ndoto zetu. Lakini unapokuwa na ndoto, usiwe na ndoto ndogo, waza ndoto kubwa, kwamba iko siku mimi sijamaliza hata sekondari, lakini nitamiliki kiwanda, na kiwanda hicho nitawaajiri wasomi ambao wana madigrii na madigrii. Kule mtaani kwetu mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja, tukanunua viwanja. Sasa wakati tunajenga, yule jamaa akaja
amejenga, amechora ramani ya ghorofa kubwa. Tena wakati huo mimi ni mbunge, yeye ni mfanyabiashara tu wa kawaida. Mimi nikamwambia, bwana, mimi siwezi nyumba kubwa kama hiyo, milioni 300. Yeye akasema, mimi ndoto zangu ni kuishi juu ya ghorofa, halafu nikikaa kule ghorofani nitakuwa nawaangalia wengine kule chini. Nikamwambia, haya, mimi bora nijenge chini kibanda changu nihamie. Kweli miezi 6 nimejenga kibanda, nimehamia. Yule bwana amejenga ghorofa yake huu mwaka wa 10 ndo kaja kumaliza. Lakini ndoto zake zilikuwa ni kubwa. He think big, I thought small. Yaani mimi nilikuwa nawaza kidogo. Sasa leo nimepata fursa kidogo, kanafuka maisha kameingia, na mimi naanza kuwaza, unajua mimi nitakiwa niishi kama huyu. Sasa najiuliza swali, nibomoe kile kibanda nianze upya? Kwa sababu nilikuwa na ndoto ndogo. When you think, you should think big. Nilikuwa na mzee mmoja kajenga ghorofa miaka 25. Anaitwa Alikesi kule Nkasi. Aambia, mimi ndoto zangu lazima niishi juu ya ghorofa. Miaka 20 na miaka 25 leo na miaka 30. Ukijumlisha miaka 25 ghorofa lako litakapokamilika utakuwa na miaka mingapi? Nikamwambia, lakini mzee, sasa unapojenga ghorofa ukishakuwa umezeeka, hicho chumba cha juu ataenda nani? Maana miguu yako itakuwa hoi. Kwa hiyo lazima uweke chumba cha chini ili kuwalinda watoto wako, watoto wakae juu, wewe kaa chini, ili wakifungua mlango kutoroka usiku wewe unawasikia. Lakini jambo jingine, kwa hiyo nasema vijana lazima tuwe na ndoto, tena sio ndoto ndogo. Lakini jambo jingine, vijana tusikate tamaa, tuamke, tupambane na tutafanikiwa. Nabii Ayubu alikuwa anaumwa, alikuwa ni tajiri kabisa, lakini Nabii Ayubu akapata mtihani. Alikuwa anawapenda sana watoto wake, Mungu akampa mtihani. Akasema, inaonekana unawapenda watoto kuliko hata unavyompenda Mungu wako. Kwa hiyo mtoto mmoja baada ya mwingine wakaanza kufa. Baadaye Nabii Ayubu utajiri wake ukaondoka. Baadaye Nabii Ayubu alikuwa na wake, hata wale wanawake wengine wakamkimbia, lakini akabaki mmoja mvumilivu. Nabii Ayubu anaumwa, hata nyama za mwili wake zinatoka, lakini hakukata tamaa. Sasa sisi vijana, Mungu ametupa neema kubwa sana. Leo hii nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilikuwa na rafiki zangu mmoja anaitwa Abdalla Posi. Leo ni balozi kule, nafikiri Ujerumani. Ni mtu mwenye albinism, ni Dr. Posi. Lakini pia nilikuwa na rafiki yangu mwingine anaitwa Jonathan Lubago. Leo ndio katibu mkuu wa chama cha walemavu. Na nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Dr. Mendes, ni daktari wa sheria, haoni. Dr. Mendes Mungu kamnyima macho, lakini yule Jonathan Mungu kamnyima macho, kamnyima kutembea. Lakini leo ni viongozi wakubwa. Wangekata tamaa, au familia zao zingekata tamaa kwamba hawa ni watu wenye ulemavu, hawafai, leo tungewakuta mtaani wanaomba. Kwa hiyo kuwa mlemavu pia, kwanza lazima jamii tuwaunge mkono, wana uwezo mkubwa kama ambavyo sisi tunao. Nataka niwaambieni, Mungu hawanyimi vyote. Na akikunyima mwendo, akikunyima kiungo fulani, hakunyimi namna ya kutembea. Good God. Sasa watu hawa leo ni viongozi wakubwa kwenye nchi yetu. Dr. Mendes ni mtaalamu mkubwa wa sheria. Wewe Mungu kakupa neema, unaona vizuri, tena unaona hata vile vya mbali kule.
unatembea na miguu miwili, viungo vyako vyote vya mwili vimekamilika, Mungu kakupa akili mzuri, kwa nini unakata tamaa? Hawa wenzetu wako hapa ili kutusikia, wameweka mkalimani. Wewe umeweka mkalimani, unamlipa wewe? Na kuuliza nyewe, ninaposema hamnisikii? Mnalipa fedha ili kunisikia? Lakini yawezekana huyu jamaa leo huyu, ili hawa rafiki zangu wapate tunachokiongea hapa, pengine wamwambia bwana njoo ili na sisi tupate material ya leo. Anasema bwana leo niko bize, tutakupa hata 20,000, kwa sababu nia yao na wao wafaidi kama nyie. Wanampa hata posho, anakuja. Sasa wao hawajakata tamaa, wewe unakata tamaa kwa ajili ya nini? Kwa hiyo anybody can be somebody at any time. Ni lazima tujue kwamba anybody can be somebody. Wewe leo uliokaa mbele yangu, kesho unaweza kuja kuwa wewe ndio baharesa wa hapa Mwanza. Inawezekana. Wewe ulio mbele yangu unaweza ukaja kuwa mkuu wa mkoa. Wakati huo mimi nishazeeka, nimestaafu. Unasema mzee wewe unatukumbuka? Sikukumbuki. Sisi ni wale ulituhutubia kwenye ule ukumbi wa kuwatunza miaka 15 iliyopita. Tumepambana, leo sisi ni viongozi kama ambavyo wewe ulikuwa. Nimalize kwa kusema muomba Mungu hachoki, na akichoka kapata. Kwa hiyo vijana, katika mambo yenu msiache kumuomba Mungu. Maana mwingine, kuna msemo unaosema ajaliwaye na Mola husifu akili zake. Kuna watu wajinga sana, akipata cheo anasema umeona, mimi kiboko bwana, nina degree 3 ndio maana nimekuwa mkurugenzi wa PPRA. We nani bwana? Ajaliwaye na Mola husifu akili zake. Anaamini yeye ana akili sana, anasahau kumbe Mungu kampa. Mwingine anasema mimi mkuu wa mkoa bwana. We ni nani? You need to be humble every now and then, kwa sababu Mwenyezi Mungu humpa amtakaye kwa wakati autakao. Aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. Kwa hiyo mimi niliyepewa ni kuheshimu wewe, na wewe uniheshimu mimi. Kwa kifupi tuheshimiane, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza kumpa riziki mja wake at any time, tena akampa riziki kubwa kuliko yako. Na ndio maana duniani wakubwa wako aina 4. Mkubwa wa kwanza ni mwenye cheo. Akiwa na cheo huyo mkubwa. Uongo kweli? Kwani nyie hamjakaa hapa kunisubiri? Mimi na sura mbaya, lakini nyie si mmekaa mnamsubiri mgeni rasmi? Kilichowaweka ni nini? Kwani kilichowaweka nyie ni sura yangu? Mvuto sina, lakini cheo si. Nyie mmesema mkuu anakuja, tukae vizuri. Uongo kweli? Lakini mkubwa wa pili ni mwenye fedha, furus Waarabu wanasema. Leo hii PPRA usingetuwezesha ili kongamano lingekuwepo. Kwa hiyo na wewe ni mkubwa, lazima tukuheshimu. Lakini mkubwa wa tatu ni mwenye elimu. Ukiumwa kidogo tu, hata kama mkuu wa mkoa, anayekuchoma sindano ni nesi, na akwambia vua kidogo suruali yako, na yeye anatamba kwenye eneo lake, ni mkubwa. Lakini mkubwa wa mwisho wa 4 ni mwenye umri mkubwa. Hapa tukisema jamani mvua hakuna, utaenda kuchukua sharobaro aje kuomba mvua inyeshe? Utamwita nani? Kwa hiyo wakubwa hawa 4 ni lazima waheshimiwe. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja nikiwa mkuu wa wilaya, nikienda kule Dar es Salaam. Sasa ndio haya mambo huwa yanageuka. Nikienda kule Dar es Salaam, kwa sababu yule mwenzangu ana hela, mimi nina cheo,
Kwa hiyo namwambia bwana, nataka tiketi ya ndege nisaidie nirudi kule kijijini. Sasa ananiambia njoo kesho nyumbani saa 2. Nikifika nawaambia watoto nimemfuata mzee. Azea mzee kalala. Aha. Aliniambia saa 2, asema utaratibu ni kwamba mzee akilala asiamshwe. Kwa hiyo mimi nakaa pale, naanza kuangalia TV, nasoma magazeti, unakunywa chai na nini. Akiamka anakuambia, "Mheshimiwa umefika?" Naambia, "Naam." Pole sana. "Umefika muda mrefu?" Sasa kwa sababu mkubwa haudhiwi, unaambia mzee, "Ndo kwanza nimefika." Si unataka hela upewe? Sasa unakuwa unataka hela alafu una adabu, inawezekana? Kwa hiyo anasema, "Sasa leo nimechelewa kwenda benki. Alafu leo ni Jumamosi. Njoo Jumatatu saa 4. Unaambia, "Asante mzee, nitakuja." Jumatatu saa 4 unakwenda. Anakupa, unaondoka. Lako limekwenda. Kwa hiyo kuanzia pale nikawa na msemo unaosema mkubwa hanuniwi. Mkubwa. Kongamano limefunguliwa. Naomba wote tusimame kwa heshima ya mgeni wetu. DJ, asante.